Kwa awali ya yote, kumshukuru sana Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema na pengine kutuwezesha kuiona siku hii muhimu ambayo kila mmoja yuko hapa akiwa na furaha kubwa. Napenda pia kutoa pongezi zangu za dhati kwa wakala vipimo kwa kuendelea kusimamia matumizi sahihi ya vipimo hapa nchini pamoja na kuandaa maadhimisho haya ya maadhimisho ya siku ya vipimo duniani ambayo yanaadhimishwa kila mwaka tarehe 20 Mei, ambapo mwaka huu maadhimisho ya kilele yatafanyika jijini Dodoma. Maadhimisho haya yana umuhimu mkubwa kwani yanatukumbusha wajibu wetu wa kuhakikisha biashara na huduma zinatolewa kwa wananchi zikazingatia haki, usawa na uaminifu. Na kauli mbiu ya mwaka huu kwa lugha ya Kiswahili ni kujenga imani katika uandaaji wa sera, lakini kwa lugha za wenzetu is to build trust in policy making. Sasa kauli mbiu hii ina uzito mkubwa sana kwa taifa letu, na kutoka kwa watu kwenda juu, au wakati fulani naweza likawa pia ni wazo la kutoka juu kushuka chini. Lakini mara nyingi sana wizara zetu nyingi zinaunda sera kutoka chini kwenda juu, kwa maana ya bottom up na sio top down. Sasa tukienda kwa namna hiyo, maana yake ni kwamba kile walichokizalisha, walichokitoa wananchi, ambacho ninyi mnakwenda kukiundia kama sera, ambayo baadaye kunatokea na utekelezaji wa sera, maana yake ni kwamba wananchi wasipojenga imani kwa sera hiyo, hakuna jambo unaloweza kulifanya. Kwa hiyo implementation ya any policy, utekelezaji wa sera yote unaendana na misingi ya ujenzi wa imani kwa wale ambao wanapaswa kuitekeleza sera hiyo. Kwa hii ndio kauli mbiu yetu ambayo inatuambia. Lakini sera haiwezi kuwa nzuri hata kidogo kama imeundwa na watu wabovu. Kwa hiyo pia imani katika sera, kuitrust sera, huwa pia kunatokana na nani kaiunda sera hiyo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana pia tunapozungumzia masuala vipimo leo, ninyi wasimamizi wa wakala vipimo Tanzania, kuwa na taswira nzuri kwa Watanzania namna mnavyotekeleza sera hiyo, ili Watanzania waweze kuiamini sera ambayo haiongei, wakiamini kwamba inaongea kupitia mtu aliyeiunda sera hiyo. Kwa hiyo sera inaweza kawa inaongea. Sera kuongea maana yake ni kama ukifika kwenye taasisi, unapotaka kusoma behavior ya institution, lazima usome tabia za watu, kwa sababu unataka kujua tabia za taasisi. Taasisi haiwezi kuwa na tabia yake. Tabia ya taasisi huathiriwa na wanaoiongoza taasisi, na hiyo ndio tunaita organization behavior, namna ambavyo behavior inaweza kujitrickle down kwenda chini na ikaathiri tabia ya taasisi, na taasisi ndio ikawa ina behave hivyo. Kwa hiyo ukitaka kusoma ruwaza ya tabia, behavioral pattern ya any institution, ya taasisi yoyote ile, unasoma tabia za watu wanaoiongoza, alafu mwisho ndio unakuja kupata tabia ya taasisi yote kwa ujumla. Sasa hapo ndipo, kama kuna kazi imetangazwa, in case kama kuna vacancy ya kazi katika taasisi hiyo, alafu kazi imetangazwa, ile kazi imeonyeshwa pale, kumekuwa kuna job description imekuwa described, manake yote kabla hajaomba anaangalia kama na fit, if is eligible, kama na fit vizuri, lakini kama na fit kwa meritocracy, kwa maana ya vyeti alivyonavyo na kila kitu. Lakini mwisho anakuja kuangalia, je, naweza nikafiti kufanya kazi kwenye taasisi yenye tabia hii? Kwa hiyo ile behavior ya taasisi nayo inakuja kukusaidia kuwa ni kiashiria cha wewe kujiunga kufanya kazi kwenye taasisi hiyo. Kwa hiyo tunapozungumzia kuitrust au kutrust policy, kwanza lazima kutokana na kutrust mtu ambaye ameiunda sera hiyo, inayotokana na maisha yake ya kila siku, ili sisi tuweze kuelewa kwamba mtu huyu ni mtu sahihi katika taifa letu. Mwananchi anapokwenda sokoni kununua mchele, sukari au maharage au matunda, anatarajia kupata kiwango halisi cha bidhaa alicholipia. Lakini sasa hivi bado kuna wizi ambao unafanyika. Mzani badala ya kusoma kilo moja unasoma
kabla kilo moja kidogo, na unakuwa digested makusudi. Mtu wa namna hii ni mwizi kama walivyo wezi wengine, na kama anatakiwa kupelekwa mahakamani, huyu anatakiwa adhabu yake iwe miaka mingi zaidi, kwa sababu wewe ndiye uliyesema unauza 2000, halafu tena katika 2000 hiyo hiyo tena unanikata tena. Na hii tabia imo hata humu Kariakoo kwa wafanyabiashara, ipo Tanzania yote kwa wafanyabiashara, ipo kwa mtu ambaye sio mfanyabiashara, tabia ya kuiba bidhaa kwa kutumia mizani. Sasa huo ni utajiri ambao hauna utofauti hata kidogo. Narudia tena, juzi mmesikia taarifa aliyoitoa Sakapu Mlilo ambaye ni ZPC wa kanda maalum ya Dar es Salaam kuhusiana na kijana wetu ambaye alitoweka, anaitwa Bwana Temba, ambaye alikuwa anasoma IFM. Mmeona kitu ambacho kimefanyika. Wale jamaa zetu wamemkamata kijana, wamemchinja, wakaona haitoshi, wakatoa vitu vya ndani kwamba vitawasaidia mambo ya figo, maini. Wakaona haiwezekani, wakakata kichwa, wakagawana kwamba ukiwa na kichwa hiki wewe utakuwa tajiri. Ukiona mwanadamu umefikia hatua hiyo ya kudhani kwamba utajiri ni mpaka umwage damu ya mtu, wewe ni shetani uliokithiri. Sasa hiyo ndiyo tabia tulionayo. Kwa wizi kwenye mafuta, nafikiri wakala wa vipimo wanafanya pia calculation kwenye masuala ya magari, kuangalia matenki yanabebaje mafuta. Mnafanya vipimo hivyo kwenye matipa, mnakwenda vipimo hivyo kwenye mizani ya kawaida na kadhalika na kadhalika. Unaambiwa bwana, hii ni kilo kadhaa, hizi ni zinabeba cubic meter kadhaa, lakini at the end unakuta hakuna cubic meter zile. Pesa hiyo unayoipata siku zitakapotimia lazima utaitapika, kwa sababu uliyemwibia anatoa machozi. Ukikuta mtu wa chini anaanza kulia, a normal person is crying, anarusha machozi yake chini, alafu wewe na familia yako mnafarijika, mnafurahi kwamba mnakuwa, utakuja kupigwa na kansa ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na stroke ambayo hujawahi kuielewa, utapigwa na homa ya ini ambayo hujawahi kuielewa, kwa sababu ya utapeli wa kuzitaka fedha zisizo za kwako. Kwa hiyo tumie fursa hii kuwakumbusha tena kwa msingi mkuu wa kuhakikisha kuwa vipimo nchini vinatokana maandiko. Pia vipimo nchini ni jambo la msingi, na shehe wetu mwenye mpingo amezungumza hapa, lakini pamoja pia na askofu wetu Siso naye amezungumza. Kwenye Qur'an ipo sura 83, sura 17, sura 57, sura 55 mpaka ile 42, wamezungumzia masuala ya ole wao wapunjao. Sasa wewe una kamtaji kadogo, lakini kazi yako ni kupunja watu, alafu nyumbani unarudi kwamba leo umeingiza sana hela. Yule mtu ambaye umempunja yeye analia, kila baada ya wiki moja anakuja kununua unga wako umeisha kwa sababu amepunjwa. Wewe watoto wako wanasoma kwa dhuluma, kwa hela ya dhuluma, huyu watu wake wanasoma kwa hela ya haki. Mwisho vitoto vyako vikipata division 0 form 4, unaanza kusema watoto wangu mtu anawaloga. Ni kwa sababu umepora haki ya mtu ambaye anaswali na kusali ili wewe pia usifanikiwe. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.